Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Angalia taarifa mbili zinazokinzana. Taarifa ya IDF awali ilisema kuwa Hamas wanakiuka makubaliano ya usitishaji. Hivi sasa wanakiri kuwa wamewapiga wa Palestina risasi ambao wamevuka mstari. Wanasema mstari ule ambao wa kuelekea vikosi vya Israel vilipo, wakaamua kuwapiga risasi. Unaweza ukaangalia hii imekaaje, kuwa mtu akivuka mstari anapaswa apigwe risasi, au kuna utaratibu gani mwingine unaweza kuchukuliwa kuwa yani anaweza kuvuka akapigwa risasi? Na ukirudi nyuma, niliwauliza hili awali kuwa nani anakuwa mwangalizi halisi ndani ya Gaza wa kutupasha taarifa katika kila kinachoendelea? Ni nani? Huwezi kuona ni nani, wala huwezi kujua ni nani anayesimama kutupasha, kutuambia kuwa ndani ya Gaza kuna taarifa hii na hii. Tunategemea taarifa moja kutoka kwa muhalifu ambaye anashutumiwa IDF, kuwa yeye anatupa taarifa kuwa yule adui yake amemsogelea, kwa hiyo yeye alikuwa na silaha kaamua kumpiga. Nadhani ndio hiyo linakuja, hakuna taarifa nyingine. Sasa Steve Witkoff na Jared ambao ndio walikuwa wasimamizi wa mazungumzo kutoka Marekani wamewasili hivi sasa Israeli kwa ajili ya kwenda kuzungumza na serikali ya Israel. Lakini usisahau kuwa Israeli ilitoa taarifa kuwa kabla ya mashambulizi yake ya Gaza ilikuwa imeshaijulisha Marekani na walifanya mjadala. Manake kuwa Marekani iliidhinisha kile kilichotokea. Kwa hiyo hatuna ubishi na hilo, kuwa Marekani iliidhinisha kile kilichotokea. Sawa. Hapo Marekani ni dalali ambaye amesimamia makubaliano haya mpaka kufikiwa. Mnarudi kwenye pointi zangu nilizokuwa nikiwaeleza hapo awali. Nini kinaendelea? Wamewasili Israeli kwa ajili ya kuzungumza, kuangalia. Inaonekana kuna shinikizo pia linatoka kwenye nchi za Kiarabu zilizopasuka. Kuna nchi za Kiarabu zinapeleka message chini kwa chini kuwa endeleeni. Kuna nchi za Kiarabu ambazo zilikuwa zinafaidika na hiki kilichotokea. Niliwahi kuambia kuhusu Misri kufaidika kwake na hili lililotokea. Unakumbuka mgogoro wa Syria na ulivyomalizika, niliwaambia Uturuki ataingilia kati kwa nguvu, kwa sababu Uturuki ndio atafaidika sana na hili swala la Syria. Halafu swala la Syria nilisahau kulizungumza wiki jana, wakati sikusahau, nilikuwa kwenye ile hali Ahmed El-Shara alivyokuwa Moscow anasema tunamuomba Bashar al-Assad, lakini tumekuja kuzungumza kwa ajili ya muendelezo wa Urusi kuendelea kubaki, na Urusi hakuna chochote maslahi yake yataondolewa ndani ya ardhi ya Syria. Bila shaka mnarudi kwenye kile ambacho kuna watu walikipinga sana, ambacho nilikizungumza awali kabisa wakati wa mzozo wa Syria. Niliwaambia kwenye mzozo wa Syria Urusi alishiriki upande mmoja akiwa sambamba na Marekani, Israeli na wengine. Urusi alishiriki, japo kuna watu walikuwa hawanielewi kabisa. Niliwaambia aliyekuwa akitafutwa Syria alikuwa ni Irani, na Irani alipatikana. Huyo ndio alikuwa anatafutwa na maslahi yake yote yalikatika. Nililizungumza hata wakati wa 12 days war. Niliwaambia kwa nini Irani walikataa ushirikiano na Israeli, ushirikiano na Urusi. Niliwaambia, na sababu ilikuwa iko wazi. Hayo ndio yalikuwa yanatokea. Kwa hiyo kuna hivi vitu unavyoviona huwa vinajumulisha vitu vingi sana kwa pamoja. Ndio sawasawa na huu mzozo wa Gaza. Leo hii Hamas wanamtafuta mchawi alikuwa ni nani, lakini wanashindwa kugundua kuwa wameuzwa na kuuzwa kwao kulikuwa wazi sana. Nilishangaa wakati wa kauli inatolewa na Khalil al-Haya, ambaye sasa unaweza kusema kuwa ndio top leader wa Hamas. Anasema kuwa tumehakikishiwa na dhamana ya Donald Trump kuwa Israeli haiwezi kuresume mashambulizi au haiwezi ikaanzisha tena vita. Nilishangaa kwa kauli ile. Kwa dhamana ipi ambayo ilimhakikishia Khalil al-Haya kuwa hili linaweza lisitokee? Sasa
kuna shinikizo ambalo Qatar amelisukuma Misri na Uturuki kwa Marekani baada ya Israeli kuvuka mstari na kuanza kuyafanya haya. Kuna shinikizo kubwa. Nimeona kuna taarifa ya mafunzo ya polisi wa Gaza ambao wa Kipalestina ambao wanatakiwa kupelekwa Gaza. Nikirudi kwenye vifungu, nilizungumza awali, upangaji wa vifungu ulikuwa tayari umekiuka njia halisi. Haiwezekani kuwa upangaji wa vifungu ungekuwa vile. Upangaji wa kumaliza mapigano haukuwa kwa njia. Nimemsikia makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anasema kuwa kwa staili iliyopo Gaza tunaweza tukashuhudia vurugu zikawepo za hapa na pale. Anasema kuwa kama Hamas wanaweza kuwashambulia Israeli lazima watajibu. Umeelewa kile wanachokiongea? Yaani wanaongea lugha moja. Anasema hakuna miundombinu halisi ambayo imepangwa hata na nchi za Kiarabu kwa ajili ya kuwapokonya silaha Hamas. Wao wanakwenda mbele, yani katika vile vifungu 20 vyote, wao walichoweka mbele ni vifungu vilivyo upande wao. Kwa hiyo J.D. Vance anaongea lugha inayoongewa na Israeli, na ndio lugha anayoiongea Donald Trump. Kwa lugha inayozungumzwa na Israeli sio ile ambayo ulimwengu mwingine unazungumza. Sasa ulimwengu mwingine ambao una vifungu vichache sana ambavyo viko upande wao, hawaangalii kile. Leo hii J.D. Vance anazungumza kuhusu kuwa mbinu gani mpya ya kuwapokonya silaha Hamas, hali ya kuwa hata misaada imezuiliwa kuingia, hali ya kuwa Israeli bado inafanya mashambulizi. Yani hawaendi kutazama vitu vinavyotokea, lakini wamesisitiza kwenye yale walioyaandika, ndio wanayoyazungumza, yani yale walioyaandika. Na huu ndio uhalisia ulivyo, kuwa hakuna miundombinu halisi ya kuwapokonya silaha Hamas. Hakuna miundombinu halisi. Ni kweli hakuna miundombinu halisi, kwa sababu hata hilo swala hawakufikia mwisho. Hawakuwa na makubaliano yoyote ya Hamas kupokonywa silaha, isipokuwa walikubali kwenye phase ya kwanza. Nikajiuliza mara mbili kuwa dhamana ya haya yote ni nini? Ni Trump. Khalil al-Haya anapothibitisha kuwa Trump, Hamas waliuzwa na ndugu zao. Wale ndugu zao waliowauza hivi sasa wanahangaika kwa sababu walikuwa wanatafuta kutengeneza zile sifa zao. Niliwaambia Misri ameshikilia hili kwa sababu ujenzi mkubwa wa Gaza tayari makampuni ya Misri yanapigia hiyo tenda. Umoja wa Mataifa na wenyewe unakiri kuwa ni zaidi ya dola bilioni 50 itatakiwa. Shirika la UNDP lilisema ni zaidi ya bilioni 70 dola ambazo zitajenga Gaza. Nani anajenga Gaza? Haya mapesa yote yanaingia kwenye mifuko ya nani? Haya mapesa yatakwenda kwenye makampuni ambayo yapo karibu na pale, ambao unaweza kusema kuwa makampuni mengi ni ya Misri ambayo yatafaidika na hili. Kwa hiyo Misri haikujalisha kuwa nani anapoteza wakati gani, lakini sisi tutafaidika wakati gani, kwa lipi. Ukisikiliza alichokizungumza katika interview ya jana ya 60 Minutes kati ya Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff, walichokuwa wanasema, wanasema kuwa usitishaji huu umetokana baada ya Israeli kuishambulia Qatar. Niliwaambia awali kuwa sio usitishaji uliakisi kile kinachoendelea ndani ya Gaza, isipokuwa kulikuwa kuna shinikizo la kutoka pembeni. Ni kama vile Qatar iliitishia Marekani na washirika wengine kuwa itakata baadhi ya vitu ambavyo kuwa ili ionekane imeshinda kwenye hii mechi. Kwa hiyo usitishaji huu ulikuwa ni walazima ambao umelazimishwa na Qatar. Ndio maana hauna maslahi na watu wa Palestina, kwa sababu katika vifungu vyote mradi Qatar alitaka kuonekana kuwa yeye kashinda hii mechi na Qatar apewe kombe lake. Kwa hiyo Qatar ameshinda hii mechi kwa sababu usitishaji utatokea kupitia yeye. Rahby Digital, haki na ukweli.